mkuu wa mkoa mjini Magharibi RC Kitwana amewataka viongozi wa serikali pamoja na watumishi wa serikali na watu wengineo ambao wanaoishi katika mkoa mjini kuhakikisha kwamba wanamletea vitambulisho vya kupigia kura katika ofisi yake ya mkuu wa mkoa ama kumtumia. RC Kitwana ameamua kufikia uamuzi huo mara baada ya taarifa ambazo amekuwa akizipokea za chini ya kwamba wako watumishi wa serikali pamoja na viongozi wa serikali ambao wao hawatapiga kura kwa kile kinachodaiwa wengine kukosa vitambulisho hivyo vya kupiga kura kwa sababu zao tofauti. RC amebainisha vitambulisho hivyo aidha vitumwe kwa namba yake ya simu ama vitumwe ili kuthibitisha ama vifikishwe katika ofisi ya mkuu wa mkoa. Kama hapa anavyoanza kubainisha. Hizi ni ripoti za AyoTV pamoja na millardayo.com hapa Zanzibar. Mimi ni Said Tizrey. Na niwaagize wale wafanyakazi wa mkoa huu wa mjini Magharibi wote, ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa na wadi hizo, shehia, wote ambao ndani ya mkoa mjini Magharibi tuna mamlaka nao, tutawataka kila mmoja kuanzia wafanyakazi wa kawaida na sisi viongozi wote kuleta vitambulisho vyao vya kupigia kura ni vione hapa mkuu wa mkoa. Na nasema hivi, lakini pia na washauri, siwalazimishi, na washauri na wale wanaoishi kwenye mkoa mjini Magharibi, viongozi wote wa serikali, nikiwa msaidizi wa rais wa Zanzibar kwenye mkoa huu na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na haki ya kutaka kujua kwamba tukifika siku kweli wale tunaosema mapinduzi daima mbele na wale ambao tunasema kwamba Dr. Hussein Mwinyi mitano tena na Dr. Samia mitano tena, nataka tujuane. Na sitaki kutafuna maneno. Nimekuwa nikiambiwa maneno haya mengi, ndio sababu ya kufanya hivi. Wamekuwa wakinijia wafanyakazi wengine wa kawaida na watu wa raia wema, wasema mheshimiwa, mnajua nyinyi viongozi wengi humo mnapiga kelele sana lakini hamna vitambulisho vya kupigia kura. Na mimi nataka kufanya ushahidi wa kinyamwezi ili niwe mtetezi wao. Nataka kuona kila mtu anakuja ananiwekea na rekodi hapo. Na hili likipendeza nitaanza hata kwa viongozi wakubwa, ni waombe wale nini, nitawafuata mimi. Lakini kila mfanyakazi ndani ya mkoa huu hakikisha ana submit, tuna rekodi kitambulisho chake tukijua huyu kweli anaenda kupiga kura. Kama kweli tuko wateuliwa ambao hatuna vitambulisho, basi wewe utajitathmini mwenyewe. Na sikutathmini mimi, mahali ya kuteua atakutathmini pia. Kwa hiyo nitaanza mimi mkuu wa mkoa, nitaleta changu. Sitaki ulete kadi yako ya siasa. Chama chako baki nacho rohoni mwako, lakum dinukum waliya din. Lakini kwangu mimi nataka nione kama wewe mfanyakazi wa serikali ndani ya mkoa huu, basi busara inatusukuma tukushauri, hata wewe kiongozi mwenzetu ukiwa unaishi kwenye mkoa huu, na kwa sababu mimi ndo refari kwenye mkoa huu, ni vizuri ukatuletea na tukakuhakikisha. Kwanza utakaa mikono salama. Wale wanaokusema wewe huna kitambulisho tutajua, lakini wafanyakazi wote ambao wapo kwenye autonomi yetu, nataka tuone vitambulisho vyao vya kupiga kura hapa. Siku na tarehe tutawapelekea ya lini walete vitambulisho vyao hapa. Naomba hili lilichomekee, kwa sababu najua linaweza kidogo likawatia watu hofu, lakini hatuwezi tukawa sisi tunajitapa wasaidizi wa mheshimiwa marais wetu hawa halafu kura hatupigi. Primitive nonsense. Lakini haiwezekani wewe mfanyakazi umeshatimia umri na sifa zote unazo, hukuweko Ulaya kwa kipindi kikubwa, labda ukasema kwamba hukuwa kwenye muda sahihi, itabidi hapo sisi tutakusema wazi kwamba wewe, tutatoa ripoti yetu. Nikiwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, nitatoa ripoti yangu kwamba mheshimiwa rais, nikiwa msaidizi wako, tumeshahakiki watu wetu ndani ya mkoa huu, kuwajua wafanyakazi wetu, lakini pia hata wale wanaofanya kazi kwenye compound ya mkoa mjini Magharibi ambao hako kwenye sekta yetu, nao wamekuja kutokea. Kwa hiyo mheshimiwa, lakini wako ambao
hatujawaona. Kwa hiyo mwenyewe atafanya, viongozi wao busara yao wataona kufanya hivi.